Tumekutana leo chini ya mwamvuli wa mahakama, tukipima safari na mizani ya haki kwa wote. Masuala ya kodi, biashara na mabenki mezani, ardhi na ushindani, yote yapate suluhisho la kudumu. Huu ni mkutano wa utekelezaji, mikakati yetu tumeshikamana, wadau wote tumeunganishwa kwa ajili ya mashauri ya taifa letu. Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Mheshimiwa majaji wote tuliopo na viongozi wote kwa ujumla yetu hapa, mabibi na mabwana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine kwa jinsi ambavyo ametupa fursa nzuri ya kufanya mkutano wetu katika mazingira ya amani, kwa ushirikiano mkubwa. Ukiangalia kila aliyechangia kiwakilisha taasisi yake anaguswa kwa dhati na anataka haya mambo yote ambayo tumeona ni changamoto yafikie hatua za kupata ufumbuzi na yaache kuwa changamoto. Kwa hiyo nawashukuruni sana wajumbe kwa jinsi ambavyo mlivyojadili kupitia tathmini hii ambayo tumeifanya kuhusu mikakati tuliyojiwekea tarehe 8 mwezi wa 10. Matumaini yangu ni kwamba tutaendelea kutekeleza hii mikakati yetu tuliyojiwekea kuaddress au kushughulikia hizo changamoto, ikiwezekana tuzimalize kabisa. Nitatambua na kuthamini mchango wa kila mmoja wetu aliyetoa mchango wake hapa na zile taarifa ambazo zimetolewa, na ambacho kama tulivyoshauri ni kwamba tutaziconsolidate, lakini pia sasa ziweze kusambazwa kwa kila mdau. Na kuna hili swala ambalo lilijitokeza, kwa mfano vikao vilivyofanyika kati ya mwezi wa 10 hadi wa 12 vya mahakama ya rufani na mahakama kuu. Kuna mambo yalibainika pale na Mheshimiwa msajili mkuu amesema, mimi naomba kuya highlight kwa sababu hatima yote hii haki inakuja kuishia huku mahakamani. Hizi changamoto ambazo amezitaja msajili mkuu na zikiwemo na baadhi ya nyinginezo nyingi, zinaweza kuwa zinaangukia kwa upande wa wadaawa. Wadaawa inaweza kuwa pia ni serikali au watu binafsi na taasisi binafsi, lakini na mawakili na wadau wengine. Kwa mfano, maombi haya ya wadaawa kusajili nyaraka za ziada, hii supplementary records, hivyo wanakuaga wapi? Mheshimiwa Jaji Masahabu, tulipofanya kikao hiki mara ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 10, hapa sizungumzii sasa record, alizungumza mambo yanayochelewesha kesi kwenye level ya trial. Anasema mnakutana pale, mmemaliza hizi pleadings, zimekamilika, mnaenda sasa sijui nini final pre-trial conference, alafu kila wakili upande mmoja eti ana reserve right to file additional records, additional documents. Tunataka kutibu huu ugonjwa, tutamuuliza ni zipi hizo na kwa nini hazitoi sasa. Hiyo ni kwenye level ya trial. Sasa Mheshimiwa majaji, tutasaidiana na wadau wengine tusaidia tumalize huu ugonjwa. Mahakamani tumeshasema ni sehemu ya kupata haki, sio sehemu ya kuja kuegesha mashauri. Na haki maana yake ni hii, ni uamuzi unaofanywa na mahakama. Uamuzi unaofanywa mahakama kwa kuzingatia, kutilia maanani na kutekeleza masharti ya katiba na sheria kwa mujibu wa ushahidi unaoletwa mahakamani. That is justice. Otherwise there is no justice. Kwa hiyo tutaona. Alafu kuna maombi haya ya wadau kwa ajili ya kuweka mawakili wapya.
sawa, na wenyewe wanachangia ni haki yao kuwabadilisha, basi taarifa zitolewe mapema. Mawakili kutotoa taarifa pale wanapojiondoa kwenye shauri, walipaswa watoe taarifa hizo mapema. Wakili mmoja kuwa na mashauri ya mikakati yanayoendelea kwenye ngazi tofauti za kimahakama, na ukweli ni kwamba baadhi ya changamoto hizi ziko miongoni mwetu. Tanganyika Law Society wamesema hapa kwamba ilikuwa ni short notice. That was not a short notice. That was not a short notice at all, because the parties, the advocates inclusive were involved kwenye hiyo masuala hayo. Sasa ninatangaza hapa kwamba kwenye mashauri haya tumesha kubaliana, ardhi inabeba sehemu kubwa ya uchumi, na sisi ndio tunaweka kipaumbele. Katikati ya mwezi wa 3, mwezi ujao, tutaanza vikao mahsusi vya kusikiliza mashauri ya ardhi. Tunawapa hiyo taarifa mapema, mjue. Tutawaletea cause list mapema. Mawakili wenu, mawakili mjiandae, msiwe na visingizio. Kwa hiyo hiyo nifikiri niliseme kwa sababu lina impact negative na kile kitu ambacho tungeweza kukiona. Faraja yetu ni kwamba tulipoweka ile mikakati imezaa matunda makubwa na wote mmeappreciate kinachoendelea. Mimi niruhusu niwaombe mjipigie ninyi makofi kwa haya mlioazimia, halafu tukayafanya yakatekelezeka. Mahakama haitaendekeza utaratibu wa kuwavumilia mawakili na wadau ambao wanatumia vibaya kanuni ya 96, kanuni ndogo ya 6 na ya 7 ya kanuni za mahakama ya rufani. Hatutavumilia tena wadau ambao wanajua fika kuwa hawajawasilisha mahakamani nyaraka fulani, lakini badala ya kutumia nafuu zilizopo na kuwasilisha nyaraka husika kabla ya kesi kupangwa kusikilizwa, wao wanasubiri siku ya tarehe kusikilizwa na kuomba kuwasilisha nyaraka hizo ili mradi kukwamisha tu usikilizwaji wa shauri husika. Mawakili binafsi ambao wanakuwa na kesi nyingi ni lazima wajipange katika kusikiliza kesi zao. Haitakubalika tena kesi kuahirishwa kwenda session nyingine kwa sababu wakili alikuwa na kesi nyingine. Mdau anapokuwa ameajiri wakili kutoka kwenye law firm, na hizi kampuni mimi naonaga hata majina sijui nani and the company, na ndio tunaziita law firms. Hapo wakili anakuwa zaidi ya mmoja. Kesi haitaahirishwa kwa sababu wakili aliyepanga kesi husika ana changamoto. Lazima law firm husika iwe imetafuta mbadala wake, kwa vile ina jukumu la kumhudumia mteja wake. Wakili mteja sio wakili ndani ya law firm, ni wakili wa law firm. Itakapolazimika tutaahirisha, lakini hatutaki kuendekeza hivi vitu, na tutalazimika tu kuahirisha kwa sababu ya kumjali yule mwenye kesi, maana maskini wa Mungu hajui. We want to do with hii akili ya baadhi ya mawakili kufanya vitu. Ni law firm, na law firm inakuwa na mawakili wengi. Huyo hayupo, mwingine aende anasema yeye nani. Na hiyo inaendana sambamba na mawakili wa serikali ambapo wanakuja mahakamani wanasema aliyepangiwa hii kesi sijui anakuwaje. Na hii ndio law firm inayoongoza hapa Tanzania, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Wakili akiwa serikali ndio hii the leading law firm, ina mawakili wengi. Na mimi nimekulia huko mpaka nikawa kiongozi wao mara ngapi. Kwa hiyo najua vizuri. Hii akili mtusaidie. Mtusaidie na nini? Maana lazima tuwe wa kweli tu. Yaani kabisa wakili anakuja mahakamani anasema mheshimiwa, mimi aliyekuwa amepangiwa hili sijui ameenda wapi. Tena anasema ameenda safari. Wewe na wewe jirani wewe hujui. Kwa hiyo tusaidie waheshimiwa, tuende. Ninawashukuru kwamba mnafanya vizuri sana na Mungu aendelee kuwabariki sana, tena niwapigie na makofi. Lakini tunataka kuondoa hii tabia ya uvivu isiyokuwa na sababu. Na sharti hili liko hata kwenye kanuni. Hizi kanuni hizi zinazoitwa Advocates Professional Conduct and Etiquette Regulations, GN namba 118/2018.
inaitafasiri. Kwa mfano ile regulation 3, kanuni ya 3 inatafasiri neno associate, na makampuni yenu mengi yana neno associate. Utafikiri yanaanzishwa na watu wa Msoma. Nasema hivi, associate means except where otherwise stated a partner or associate in the practice of law, and includes one who shares an office or with expenses or offset expenses or both with an advocate. Vile regulation namba 33(1)(b) ya kanuni hizo, yani hizo kanuni. Ni kanuni namba 33, kanuni ndogo ya kwanza B. Hizo kanuni inampa ruhusa wakili kutoa taarifa za mteja anayemhudumia kwa mawakili wenzake kwenye kampuni yao ya mawakili. Hii wakili ndio kwenye law firm anakumbatia tu hapa, na ndio maana wanaanza kuzungumiana hizo fedha kwenye makampuni yao. Hii inamaanisha kuwa kampuni ya mawakili inakuwa na ufahamu wa taarifa za mteja na inawajibu kwa mambo yote yahusuyo mteja husika. Hili walizingatia. Tunataka kuzimaliza hizi pesa. Sisi wote tunaona umuhimu wa time and justice, jinsi ambavyo inaweza ikachangia sana ustawi na maendeleo ya taifa hili kwa migogoro iliyoko mahakamani. Na naamini pia kwa upande wa mahakama zinaweza kuwepo changamoto, na baadhi yenu mmezisema hapa kuhusu mahakama. Hiki ni kikao, lakini sio mwisho wa kukutana na kushauriana. Kama zingine kuhusu mahakama mzisema hapa baada ya vikao hivi, na nashukuru Mheshimiwa Prosper Mwangamila hapa alisema alikuwa anaenda mara kwa mara kwa Mheshimiwa Dkt. na wadau wengine, muingeje uongozi wa mahakama. Ni jaji kiongozi, ni msajili mkuu, au ni kwenye level ya kanda, ni jaji mfawidhi, wasajili. Hizi changamoto tuzimalize. Ni jaji mkuu au ni registrar court wa pili kwa kesi za mahakama ya rufaa. Tumalize hizi migogoro iishe. Tunaona wote ina faida kubwa nyingi sana. Na nashukuru kwamba pia hapa kwenye kikao hiki tumejaribu pia kuainisha changamoto nyingine na kuzitafutia dawa. Imani yangu ni kwamba commitment yetu ninavyoona nini iko juu sana, na yale ambayo tumeshauri pale kwamba twende tuyafanyie kazi labda kutibu hili tatizo, na hasa swala lile la auctioneers na watu wengine wenye hiyo, wale ambao wanahusika waende walichanganya. Na nitumie nafasi hii pia kwa mara nyingine kumpongeza gavana wa Benki Kuu kwa kutengeneza zile circular ambayo alitangaza tarehe 6 mwezi huu wa pili, inayoregulate maadili ya madalali wanaoteuliwa na mabenki kutekeleza zile tuzo zinazotolewa kwa mahakama. Na tunashukuru sana kwa commitment pia ambayo imetoka kwenye mmoja wa mabenki Tanzania Bankers Association, utayari wao wa kushirikiana na mahakama na wadau wengine kuhakikisha kwamba wanaimarisha uadilifu katika hiyo sekta, na kwa sababu hiyo kuimarisha hadhi ya banking and financial institution industry katika taifa hili. Tunashukuru sana. Na faraja pia ile wakili mkuu wa serikali walikuwa so much comprehensive kwenye ile report, na ile tukiifanyia kazi na mwarobaini mkubwa sana, na ndio tukaona kwamba kumbe kuna umuhimu next time waite watu wengine tena wa hizi waje watusaidie. Tukiwa tunazungumza hivi wakiwa hawapo, wanaweza tukawa tunazunguka tu hivi. Na kwenye vikao vinavyoitishwa na jaji mkuu, mimi nashukuru kwamba mnatenga muda wenu. Na mimi nilishasema kwamba kadri unavyokuwa mkubwa sana kwenye madaraka, kwa kiwango hicho ndivyo unavyozidi kuwa mtumishi wa wote. Kwa hiyo unaposhiriki vikao kama hivi, unaona yanayojitokeza ambayo yanaweza kukusaidia sisi wote tukapata. Na ushauri wangu ni kwamba una nafasi tu, unabakia kuwa na nafasi ile pale ambapo yaani watu unaowahudumia wanaona kabisa kwamba huyu bwana anafanya nini, anatuhudumia. Sio swala la kuwa tu mkubwa. Sasa kwa hiyo tuendelee kuvitumia hivi vikao, vitatusaidia pale vinapoitishwa, lakini vinginevyo vikao hivi vinaweza kuchukua majukumu yetu na wajibu wetu wa kila siku kwenye sekta zetu na taasisi tunazozitoa.
Kwa hiyo lakini chukue pia fursa hii na kwa namna hapa ambapo hata tulivyoendesha kikao chetu na tathmini iliyofanyika, kama nilivyokwisha kusema, tumefanya kikao chetu katika mazingira moyo ya kujengana, yaani kutafuta changamoto na kutafutia ufumbuzi wa pamoja. Hatukusutana hapa. Dahati hiyo ndio inapaswa kuendelea kuwa spiriti ya vikao vyetu. Sisi tunatafuta changamoto, utatuzi wa changamoto. Na watu ninyi mmetenga muda wenu kuja kushiriki vikao hivi, ni jambo la msingi sana. Na tuliona kwa mfano yaliyofanyika kule TRAT, alikuwa anatoa ripoti ile mheshimiwa pale, Mheshimiwa Jaji Roda Mtungi, tunashukuru sana na yaani wewe ni mmoja wapo wa pia ambao waliotoka hapa walitambua kwamba kumbe tuna changamoto, mkaenda mkaweka mikakati ile inazaa matunda. Na nichukue nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa Rose Ibrahim kwa migogoro ya ushindani wa kibiashara. Ukweli kwamba ile migogoro ya ushindani wa kibiashara ikikaa sana pale inaleta shida, bidhaa nyingine zinaharibika, mtu akishindwa huko siku gharama zinakuja kuingia na magari. Na mimi naomba kukuhakikisha kwamba kwa mahakama ya rufani haya mashauri manne ambayo wameombea rufaa, yakiwa kama yatakuwa yameiva by April, hiyo kikao kinachokuja cha April, na yenyewe tutaweka pale. Tuelezane nayo, watu wawe na imani na hizi taasisi zetu kama hizi za ushindani wa migogoro ya kibiashara, masuala ya kodi. Na sisi mahakama kama ilivyo masharti yetu ya katiba, tutakuja kuwasomea baadaye kama ni lazima, yenyewe iko katikati, haipendelei mtu yoyote. Sisi mtu akishinda kesi sawa, akishindwa sawa, kwa sababu ni kwa ajili ya jinsi ambavyo imeendeshwa mle ndani. Tunachotaka kila mmoja, kama tulivyoona katika mkakati wetu ule pale tuliodevelop mwezi wa 8 tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka jana, kwamba kila taasisi inayohusika na mnyororo wa utoaji haki mahakamani itekeleze majukumu yake kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili ya utumishi katika taasisi hiyo. Tukifanya hivyo, hata ukiwa na mgogoro ukienda mahakamani utashinda. Na hilo ninashukuru sana. Alafu ninashukuru pia taasisi zilizojitokeza kutaka kuimarisha uelewa wa majaji na mahakimu kwenye maeneo fulani ambayo ni technical, yanahitaji specialized training. Na hapa nitambue mchango wa Chama cha Mabenki Tanzania. Hii chama ni na wamesema wenyewe na utayari wao wa kuendelea kushirikiana na mahakama kutoa mafunzo haya kule chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto. Ni jambo jema sana. Na hivyo nitambue mchango wa Benki Kuu. Na Benki Kuu walikuwa very punctual na efficient, kwa sababu tulipokaa pale siku ile na gavana wa Benki Kuu aliona hii shida madalali. Alipotoka hapa na huko akaangalia kwenye industry akaona kweli hao jamaa wana shida. Wacho madalali hao waliokaa pale kina Mvua na mwenzake wale. Wale wengine ambao wanahifadhi kwa manufaa yao. Sasa akatengeneza hizi. Na ule ushauri tu upata hapa kutoka chama cha madalali ni wa muhimu. Mheshimiwa Jaji Magingi ameshauri vizuri. Na wote tunaona umuhimu wa kutafuta tiba ya vitu vinavyoleta utovu wa uadilifu na uaminifu kwenye execution ya aidha maamuzi ya mahakama au wanapokuwa wanatekeleza jukumu la benki kwa ajili ya kurecover zile property zao kwa watu ambao wamedefault ile. Kwa hiyo ninawashukuruni sana kwa utayari wenu kutoa hayo mafunzo. Yatatusaidia sana kwa sababu mtu unaweza kufanya maamuzi in good faith, lakini kumbe kwa sababu pia kuwa tuna uelewa wa kutosha wa hicho kitu. Tunawashukuruni sana na ninyi, Mungu ataendelea kuwabariki. Na ukweli ni kwamba eneo hili, industry yenyewe hii inabadilika sana, na katika nchi hii ya electronic transactions unaweza kukuta hata banking industry duniani kote inaenda na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo sisi mtushirikisha, na sasa finance international trade
Yaani na biashara imekuwa rahisi sana. Kwa hiyo ni vizuri mkifundisha hivi. Sawa. Na wenzetu wa Tanzania National Chamber of Commerce wameleta hapa ushauri wao na ombi lao. Mimi naombeni wenzetu wadau mnaohusika kwa vyote kuwafanya wale jamaa watekeleze jukumu lao kwa ufanisi ipasavyo. Muwe tayari kuwasaidia kwa yale ambayo wanahitajika. Ni taasisi ambayo ni muhimu sana. Wengi wetu pengine walikuwa hawajui, lakini ni taasisi muhimu sana. Na nini kwenye nyumba yenu ifanyieni. Muwe na wafanyabiashara ambao kizao ni nzuri. Sio wale wanaosubiri kutapeli wawekezaji. Mimi nafahamu. Kwa hiyo hivi mnachosema ni commitment nzuri. Na nini Mungu atawabariki. Tumezungumza hapa Dr. Blandina Kilama amezungumza pale kule wa tume mipango. Amesema kwamba 70% ya utekelezaji wa ile dira ya taifa ambayo mimi wanatembea nayo inategemea growth na performance ya private sector. Na ndio maana tunahitaji uadilifu na uzingativu wa sheria katika hii sekta. Na mimi tume ya mipango nawashukuru, uko hapa nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwanza mlitugawia hii dira mimi wanatembea nayo. Lakini tena kwa mara nyingine tena mmetutengenezea ile pocket edition. Kadogo kwa watu mheshimiwa. Haka. Hivi sisi vinatusaidia. Yaani sasa hivi mimi hata mkinialika huko kuja kuwasalimia sisi na hiki. Mimi nina hapa. Alafu inakuwa nako na Kiingereza na Kiswahili. Sasa ningekuwa kingine naweka huko. Sasa mimi nakuwa natembea nikikuta audience wanataka kuongea Kiingereza, basi natumia hii ya Kiingereza. Nikikuta kama ni Watanzania wenzangu hawa, natumia ya kwetu lugha yetu ya taifa ambayo tunaelewana nayo vizuri. Kwa hiyo mimi nawapongezeni sana tume, ninyi ni wabunifu. Lakini ninawashauri kwamba Mheshimiwa Rais ile hotuba yake ya uzinduzi ilikuwa hotuba nzuri sana. Ushauri wangu na mbeleni mkwangu ni kama inawezekana ile hotuba ya Mheshimiwa Rais na yenyewe tuitengenezee kitabu kake. Ni kumbukumbu muhimu sana ya kwamba alipozindua ile dira alisema hivi. Kama tunakwenda kwa kadogo tu hivi tunakwenda kwa tunatembea nako kana tusaidia Mheshimiwa na kushukuru sana. Lakini pia nichukue nafasi hii ndugu zangu kuwakumbusha maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mahakama na wadau aliyotoa katika hotuba yake ya siku ya sheria nchini tarehe 2 Februari mwaka 2026. Moja pamoja na mengineyo hapa nasoma yale ambayo ni kwa muktadha wa mkutano. Mengine sitasoma. Ni wadau wa haki kuendelea kushirikiana na serikali na mahakama katika moja, utoaji wa msaada wa kisheria kwa wasioweza kumudu gharama; pili, kuimarisha ushirikiano kwa utoaji huduma za kisheria mapema ipasavyo na kwa ufanisi also distance ya mkutano; na tatu, kuendelea kushirikiana na mahakama katika kuimarisha utawala wa sheria. Lakini pia kutoa haki kwa kuzingatia masharti yaliyoainishwa katika ibara ya 107 A ibara ndogo ya pili A mpaka E na ibara 107B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa masharti hayo, kwa wale ambao hawakutembea na katiba, Rais alielekeza siku ile, kwa sababu alikuwa anaongea na sisi tunaotembea na tunajua, na mimi nitasoma hapa. Ibara 107 A ibara ndogo ya kwanza. Mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Ibara ndogo ya pili. Katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yaani A, kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi; B, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi; C, kutoa fidia ipasavyo kwa watu wanaoathirika kutokana na makosa ya watu wengine na kwa mujibu wa sheria mahususi iliyotungwa na Bunge; D, kukuza na kuendeleza usuluhishi baina wanaohusika katika migogoro; na E, kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Ibara 107 B. Katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria
za nchi. Maelekezo mengine, kuheshimu na kulinda uhuru wa mahakama bila kuutumia vibaya, kutotumia uhuru huo kama kichaka cha kuficha uzembe na vitendo visivyo vya haki. Halafu kutenda haki kwa uadilifu na uwazi. Na maelekezo mengine ilikuwa ni kuendelea na mkakati wa kukamilisha zoezi la ugatuzi wa shughuli za mahakama ya rufani, ambayo lengo lake ni kupeleka huduma zetu karibu na watu, lakini kwa ajili pia timely delivery of justice. Na hayo ni baadhi ya maelekezo yake, lakini nakumbuka pia maelekezo yake ya nyuma, ikiwemo na maelekezo aliyoyatoa siku ya uzinduzi wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 hapa Dodoma, ambapo kwa upande wa mahakama alieleza jukumu lake kwamba tutoe haki, tutekeleze wajibu wake kwa kutoa haki kwa kuzingatia katiba na sheria bila upendeleo, chuki, huba wala nini kama viapo vyetu vinavyosema. Na ndio maana nikasema siku hiyo sisi tulipewa maelekezo, tulikuwa wawili, ofisa mwanasheria mkuu wa serikali na sisi. Kwa hiyo mahakama sisi tuendelee kulitekeleza jukumu hili kwa ufanisi sana na ipasavyo, na ndio maana hata pia tumeitisha kikao kama hivi. Kwa kufanya hivyo tunalitekeleza hivyo. Sasa niseme tu pia kwamba katika tulipokuwa tunajadiliana hapa, tunaona kuna mambo mengine yanaweza kuchukuliwa, labda legislative action, yani hatua ya kutunga sheria. Inaweza kuwa ni parliamentary au ile ya kikanuni kwa mahakama, kwa zile kanuni zilizotungwa na jaji mkuu, basi kwa jaji mkuu tutaletea mapendekezo. Lakini naweza kusema tu kwamba kuanzia katika kipindi cha miezi 6 kuanzia Juni hadi 2025 hadi Disemba 2025, mahakama imeendelea kutunga kanuni mbalimbali za kusababisha kuboresha upatikanaji wa haki mapema mahakamani, na tunaomba tuzitumie hizi kanuni ili kuharakisha upatikanaji wa haki na usikilizaji wa mashauri haya mapema mahakamani. Na ikiwa na ninyi mna mapendekezo, iwe ni Tanganyika Law Society, ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya Solicitor General, ni public at large, hizi taasisi zote hizi, kwa yale mambo ambayo yanaingia kwenye mamlaka ya jaji mkuu kutunga kanuni, tushirikisheni, tutajadiliana, halafu mwisho tutasema basi sasa tunazitungia kanuni. Na kama ni lazima, tutalazimika hata kuomba kuleta mapendekezo yenu na rasimu zile kanuni, tutazungumza mambo yetu ya nje. Lakini pia kama zipo sheria zinazokwamisha utekelezaji wa jukumu la utoaji haki, basi mzitolee mapendekezo, tutahusisha sisi. Kuna Wizara ya Katiba na Sheria hapa. Kama hizo sheria zinarukia Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo ndio wizara yenye responsible na legal affairs, itakuwa secretary kule. Wengine mtampekea tu ni general waziri mwenyewe, wengine labda anarukia Wizara ya Fedha, wengine anarukia wizara nyingine. Fanyeni hivyo. Na kwenye hili la ugatuzi wa mahakama ya rufani, kama nilivyosema tarehe 2, hii zoezi linaendelea vizuri. Na kwa kuanzia tutaanza na Dar es Salaam, ambayo nilisema itahudumia pia Zanzibar, lakini Arusha itahudumia pia na mikoa mingine kama Manyara na Kilimanjaro. Dar es Salaam inaweza kuhudumia pia Tanga, Lindi na Mtwara. Halafu tunayo makao makuu Dodoma yenyewe, ambayo inaweza kuhudumia Dodoma, Mtwara na Morogoro. Ndio kuna kanda ya Mbeya, hii itahudumia mikoa ya kule. Then Tabora kutashughulika na Kigoma kule kwa ndugu zangu wale walioendelea. Halafu Tabora wenyewe na Katavi. Halafu kuna kanda ile ya Mwanza. Kanda ya Mwanza ile itabeba hiyo watu huko kule na wakiwemo na wale jamaa wengine. Wewe mnafahamu. Sasa kwenye hiki kikao ambacho kinaendelea sasa hivi cha mahakama ya rufani, tumepanga mashauri 460 kwa sababu ni kipindi
ni kikao cha mwezi mzima, na hii idadi hii ya mashauri itatupatia picha ya hali itakavyokuwa mara baada ya zoezi la ugatuzi itakapokuwa imekamilika. Matarajio ni kwamba usikilizaji wa mashauri utaongezeka, yaani baada ya ugatuzi, na mpango wetu ni kwamba katika kikao cha mahakama cha rufani cha mwezi Aprili mwaka huu 2026 kinachokuja, pamoja na mashauri mengine yatakayopangwa kusikilizwa, tutatoa kipaumbele maalum kwa mashauri 107 yaliyobaki katika vikao maalum vya mashauri ya kiuchumi vilivyofanyika kuanzia Oktoba hadi Disemba 2023. Nilikuwa nimeshasema yale yaliyoahirishwa kwa sababu wakili ana kesi nyingine, kuna misiba imetokea. Hii ya misiba kama ni wadau, kama watakuwa wamekamilisha taratibu za appointment ya wale anaitwaje administrator wa ile estate, ndio tutaweza kuendelea. Kama watakuwa hawajakamilisha ni vigumu. Na mengine yaliahirishwa kwa sababu wale wakubwa waliomba walete ile supplementary record. Sasa nadhani watakuwa wamesha zileta. Kama watakuwa wamezileta tutairisha hiyo vikao. Kwa hiyo 107 na yenyewe tumeona ni ya msingi leo tushamaliza. Na sambamba na hilo tutaweka kipaumbele pia katika usikilizwaji wa mashauri ya ndoa, migogoro ya kikazi, hii labor disputes, kwa sababu nazo tunataka watu ajira zao wale ambao wana migogoro ya labor sasa imekaa huko kwetu imesimama huko kote kwa pili, na yenyewe tuimalize tuisikilize kwenye hicho kikao cha Aprili. Na ile mashauri ya migogoro ya ndoa iliyopo yote tutaipanga yote hishi. Kama wale jamaa wanaenda kurudiana warudiane mapema. Na sisi ni kwamba warudiane. Kwa sababu wajibu wetu ni kujenga amani. Lakini asibaki tu humu ndani. Ni hivyo kwa njia hiyo tumepanga mashauri yote 68 yaliyokuwa ya mirathi. Yaliyokuwa ya mirathi yaliyokuwa kote kwa pili. Yote tumeyapanga kwenye kikao hiki. Yaishi. Lakini tutapanga pia mashauri ya jinai na hasa ya uhujumu uchumi. Maana kwenye uhujumu uchumi kweli ni kwamba kwanza watu wengi pia hawana dhamana. Na kama dhamana ipo masharti ni makubwa sana. Lakini hapo pia kuna uchumi pia. Maana kesi ikiisha aliyeshinda kwa mfano kama ni sijui madawa ya kulevya, kama makosa yanahusikana na money laundering, kuna recovery. Kama yule mtu wa Mungu ameshinda, fedha zake zilikuwa zimesimamishwa, si walikuwa wamekamata mali zake wamezisisi, sitarudi kwenye mfumo na atafanya biashara zake. Kwa hiyo haya tunataka tuyamalize, tuyashughulikie tuyamalize. Na mkakati kuhusu mashauri ya ardhi nimeshasema kwa Machi Disemba, katikati ya mwezi wa 3 unaokuja tutasikiliza ile mashauri ya ardhi mahakama kuu. Sasa hivi wanachambua, alafu tuanze kuyasikiliza yaishi. Aidha yataisha au yataisha. Tutawekea mkakati mzuri kama tulivyofanya kwenye vikao vya mwezi wa 10 ule, na tupige hatua leo tuyamalize. Watu mwenye kujulikana kwamba ndio mmiliki wa ardhi hii ajulikane, kama anaendeleza, kama anauza, kama anafanyaje, anaenda kuweka mkopo, usitaka kuchukua mkopo benki wala ndugu. Na lingine ambalo ningependa kuwashirikisha ndugu zangu ni na kwamba nadhani serikali tujiepushe sana na kuchukua maamuzi yale ambayo bila kuzingatia taratibu za sheria na katiba. Yaani ukweli ni kwamba ibara hii inasisitiza, katiba ibara 26 inasisitiza sana utawala wa sheria ambao rais pia alituelekeza siku ya sheria, si ndio? Wadau wote na kwamba kutekeleza ile utawala wa sheria na kushirikiana na mahakama kutekeleza utawala wa sheria. Sasa ibara ya 26 inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili inasema kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Sasa serikalini tunapokuwa tunafanya maamuzi yetu kwa kuzingatia katiba na sheria na maadili ya utumishi katika sehemu zetu, itatusaidia sana pamoja na mambo mengine, sio kudumisha tu utawala wa sheria, lakini kuepuka na migogoro. Maamuzi hasa yanayohusiana na masuala ya biashara, uwekezaji, mikataba.
tukitaka kuchukua maamuzi haya tuzingatie huu utaratibu wa kisheria, la sivyo tutazalisha migogoro huku mahakamani, migogoro haitaisha. Na tuliyoona hapa yanaweza kaendelea kujitokeza unnecessary. Na it is our interest kwamba hii migogoro iishe enyewe, lakini ni kwamba kile kinachopatikana kibakia kutumika kwa maendeleo ya wananchi na ustawi wa taifa hili, badala tena kutoka kwenda kumlipa mtu mwingine fedha nyingi, kitu kinacholeta pia shida hata kwa mfuko wenyewe wa hazina. Na wajibu wetu pia ni kwamba sasa, na matumaini yetu ni kwamba kila taasisi na mdau anao wajibu wa kujenga mazingira rafiki ya utendaji ili kuimarisha ustawi na maendeleo ya taifa. Na mwisho, maadili kwa auctioneers and court brokers. Tunashukuru na tulishashukuru wenzetu wa Court Brokers Association, na kwenye hawa nimesema kwenye hotuba yangu ya tarehe 2 mwezi wa pili, siku ya Lord Day, tunahitaji kudumisha uadilifu na uaminifu katika utekelezaji wa majukumu yenu. Na nilisema pale mnapokiuka, watu wenyewe wanapokiuka maadili yao, si tu kwamba watakuwa wanashiriki dhuluma, lakini watakuwa wanashiriki pia uhalifu, na kwa maana hiyo wanapaswa kuwajibishwa, ikiwezekana na hata kufikishwa mahakamani. Ndivyo nilivyosema kwenye ile hotuba yangu. Mlichokisema hapa sisi tunatutia moyo, na kwa mara nyingine tena niwashukuru Bank of Tanzania, Benki Kuu, kwa kuja na waraka huu wa kuregulate maadili ya utendaji kwenye hiyo sekta yenu ya maadili, ili taifa letu liweze kusonga mbele. Kwa kuwa lengo kubwa la mkutano wa leo ilikuwa ni kufanya tathmini, na tathmini imewajibika ipasavyo, wajibu wetu sasa ni kutekeleza wajibu wetu ipasavyo katika kutekeleza wajibu wetu siku zote ipasavyo, lakini na kwenda kuyafanyia kazi ile mikakati ambayo tumejiwekea kwenda kushughulikia. Na baada ya hayo sasa, natamka kwamba mkutano huu kuhusu tathmini ya mikakati ya kushughulikia mashauri haya ya kiuchumi, yaani mashauri yanayohusu kodi, biashara, mabenki, ardhi, ushindani wa kibiashara, umefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kusikiliza.